Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani zimetufikia katika meza yetu ya habari hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Hali yazidi kuwa tete kufuatia kifo kingine ambacho kimeweza kushuhudiwa katika chama tawala CCM hapa Tanzania. Kifo kingine kimegonga Ikulu ya Chamwino aliko Rais Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo limeweza kushangaza wengi kushindwa kuelewa ni kipi hiki ambacho kinaendelea. Taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi, diwani wa viti maalum wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ambaye anaitwa Semeni Musa Mtoka ameaga dunia hii leo. Marehemu Mtoka amefariki dunia wakati alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Cardinal Rugambwa. Wengi wabunge katika taifa la Tanzania wametuma risala za rambirambi kwa familia kwa kumpoteza mbunge huyu ambaye ni diwani wa viti maalum ambaye aliteuliwa kupitia chama cha CCM. Tumeshindwa cha kueleza haswa katika taifa la Tanzania kufuatia vifo vya kila mara. Katika siku za hivi majuzi tumeshuhudia watu wengi wakiaga dunia. CCM inaendelea kupoteza watu kila wakati. Mara ni wabunge, mara ni madiwani, mara ni wenyekiti wa CCM. Yaani hii ni nini ama hiki ni nini ambacho kinaendelea haswa katika taifa hili la Tanzania? Hata tunastahili kurudia Mungu, tumuombe ili aweze kusitisha vifo ambavyo vimeonekana kuongezeka katika taifa la Tanzania. Kufikia sasa tumepoteza zaidi ya wabunge wa CCM watatu sasa hivi. Madiwani, huyu ndiye amekufa kwa hospitali, wengine wamekufa kwa ajali ya barabara, wenyekiti wengine kukatwa vichwa, na hatuelewi ni kipi ambacho kinaendelea. Kwa hivyo kifo hiki kimeweza kugonga Ikulu ya Chamwino kwa sababu sasa hivi hata Samia Suluhu Hassan amechoka kutuma salamu za rambirambi haswa katika taifa la Tanzania. Unajua, hii ni ishara ya kuonyesha kwamba wengi waliochaguliwa ama waliojichagua hawakuingia katika uongozi kwa njia ile ambayo inastahili. Na aliyesababisha haya yote sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan, wakati aliweza kulazimisha watu kwa uchaguzi, kisha baadaye tukawa na maandamano. Badala ya kusitisha kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi, yeye akaendelea mbele, akaambia tume ya IEBC, baada ya mitandao kuzimwa, baada ya nguvu za umeme kuzimwa, baada ya watu wa vyama vya mrengo upinzani kuzuiliwa kuwania viti mbalimbali, kupiga marufuku vyama vya kisiasa humo nchini Tanzania, yeye akajiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi, chini ya uwanja wa kijeshi, na watu wote wa Tanzania wale ambao ni wa kawaida kama mimi hatukuruhusiwa kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan. Wengi wakajiuliza, ndio ameapishwa, lakini sasa ameapishwa kama nani? Ni kama rais? Ndio,
rais wa nani, kwa sababu watu hawa wa Tanzania hawakuruhusiwa kuenda pale katika uwanja wa kijeshi, kwa sababu aliapishwa chini ya ulinzi mkali. Hamna yeyote ambaye aliweza kuruhusiwa ili akaweze kushuhudia yale ambayo yalifanyika katika uwanja wa kijeshi. Unajua, Samia Suluhu Hassan ni pigo kubwa kwake, kwa sababu anaendelea kupoteza wabunge, anaendelea kupoteza madiwani, anaendelea kupoteza wenyekiti wa chama chake tawala cha CCM. Imefika wakati anastahili kusalimu amri, aseme nilikosa, nisamehe, kwa sababu makosa yangu huenda ndio yanasababisha vifo kuendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba kuna mbunge ambaye alikuwa waziri, naye aliweza kuzikwa wiki jana, aliaga dunia. Lukuvi, mnamjua. Na mbunge wa kwanza aliyepoteza maisha yake sio mwingine ila ni Jenista Mhagama. Ndiye alikuwa wa kwanza, ndiye aliweza kufungua vifo katika serikali ya Samia Suluhu Hassan. Tumeshuhudia maafa mengi, na huenda ni kwa sababu ya watu wengi waliweza kuangamia. Watu wengi wakati wa maandamano yaliyotanda hapa Tanzania waliweza kuuliwa, wengine kuzikwa katika makaburi ya pamoja. CNN iliweza kuangazia hayo, ikasema ya kwamba wengi walizikwa katika makaburi ya pamoja kama njia moja ya kuficha ushahidi dhidi ya Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ingejulikana angeshtakiwa katika mahakama ya ICC. Lakini hata kufikia sasa Samia Suluhu Hassan kesi yake ishawasilishwa katika mahakama ya kimataifa ambayo inashughulikia uhalifu, ipo pale Uholanzi, ICC. Uchunguzi utafanyika ili hatua kali kuchukuliwa dhidi ya wahusika haswa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu ikumbukwe Samia mwenyewe kuna wakati alikuwa anazungumzia wazee wale ambao ni wakubwa sana wa Dar es Salaam, akasema ya kwamba serikali yake iliweza kutumia nguvu nyingi zaidi kuhakikisha ya kwamba wamedhibiti maandamano, kwa sababu hawangeangalia, hawangetazama serikali yake iweze kupinduliwa. Ile damu iliyomwagika, ile damu iliyonuka katika mitaa mbalimbali ndio imesababisha viongozi yeyote ambaye hakuchaguliwa kihalali lazima ataenda. Kifo ndio ni kifo, lakini vifo ambavyo tunaendelea kushuhudia hapa Tanzania sio vifo vya kawaida, kwa sababu viongozi wanaaga dunia kiholela. Haya yote ndio yamesababisha kuonyesha ishara kwamba tumelaaniwa hapa Tanzania. Misaada tumenyimwa, watu kukufa. Na unajua serikali hii imehusika kwa utekaji nyara hapa na pale, kwa sababu vile mnajua Humphrey Polepole hadi kufikia sasa hajulikani alipo. Sasa utekaji nyara, upotezwaji unaendelea hapa Tanzania. Ukiongea chochote ambacho hakifurahishi serikali unakujiwa, unakamatwa, unapelekwa, nada unauliwa, wengine kupelekwa mahali ambapo hatujui. Tumeshuhudia wengi wakishtakiwa kwa kosa kama kesi ya mchonga ambayo Tundu Lissu aliweza kupambikiziwa ni kwa sababu ya siasa. Lakini unajua hizi laana zote za watu ambao wamemwaga damu, watu wamekufa, watu wamefungwa jela pasipofanya makosa yoyote, ndio maana chama tawala CCM kimeweza kuandamwa. Na huenda itakuwa ni mwisho wa Samia Suluhu Hassan, huenda itakuwa ni mwisho wa chama tawala CCM. Naomba kutamatishia hapo, nikipata kanda nyingine nitaileta hapo baadaye. Lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Kwaheri kwa sasa.